maisha yake pamoja na masomo ya leo yanatualika kuimarisha hamu yetu ya moyo wa ibada wa kweli na sio ibada ya kijuujuu, ibada ya midomoni tu. Na hii hutokea wakati akili zetu, utashi na matendo yetu yanapoendana na mapenzi ya Mungu. Katika somo la kwanza, Mfalme Suleiman anatambua kwamba hata mbingu na mbingu za juu zaidi hazimtoshi Mungu, na bado anamwomba Mungu aangalie hekaluni, akisikia maombi yanayotolewa hekaluni. Na kwa kuwa ilikuwa sala ya moyoni, Mungu alimsikiliza. Katika somo la Injili, Yesu anakaripia unafiki wa Mafarisayo kwa kutoa ibada ya midomoni kwa Mungu wakati wanapuuzia msingi wa haki na rehema ya Mungu. Kwa mfano, wanapotosha amri ya Mungu ya kuwaheshimu wazazi kwa kuwa korbani, wakiepuka wajibu kwa wazazi kwa visingizio vya mila tupu. Mtakatifu Skolastika anatuonyesha kuwa ibada ya kweli inatoka moyoni. Yeye alikuwa na desturi ya kukutana na kaka yake pacha Mtakatifu Benedikto mara moja kwa mwaka. Siku moja alikuwa na hamu ya kukesha na kaka yake, akamuomba, na Benedikto alipokuwa anataka kuondoka alisali sala ya moyoni, na mara dhoruba ikatokea na mvua kali ikamzuia pacha wake kuondoka. Maisha yake yanatukumbusha kwamba ibada ya kweli ni uhusiano mzuri na kufanya mapenzi ya Mungu. Basi kupitia maombezi ya Mtakatifu Skolastika tumwombe Mungu afungue mioyo yetu kwa uwepo wake, ayafanye maisha yetu kwa shukrani ya sifa kwa Mungu. Na pale tunaposhindwa kufanya hivyo, basi tuombe toba. Tukiri makosa yetu.